Jesu Kristo Utoria munene Nakame ya Jesu Nemohotene Jesu Nahinya wa Saitani Nemohotene Jesu Nahinya wa Saitani Nemohotene Jesu Arogoso mwadhani Nemohotene Jesu Nahinya wa Saitani Nemohotene Jesu Nahinya wa Saitani Nemohotene Jesu Arogoso mwadhani Daiwa kwa jeteka Eago utaira Agodaida ingora Ola miele kweroha Tatora gogo sala Doka dia kwa goma Ona duwe tikire Nyonyoro aiku Ayo onene wa gukuri Ega iye mwadanya Viete kaina iya kwa Tatora gogo sala Doka dia kwa goma Ona duwe tikire Nyonyoro aiku Yadiki yade doro tanyogo Ikwege mago ave Nayage mago kira Yatura gogo saga
wetu Yesu Kristo asifiwe. Amen. Ni siku nyingine njema. Nasikia hapa nimekuja nikakuta hakuna mvua, lakini kwetu asubuhi kulikuwa mvua. Hata niliogopa nikaona leo nitafika kanisani, mvua mzuri. Kwa hivyo hata hapa tunaomba Mungu akamilishe kazi yake nzuri. Kwa sababu nikiangalia naona mahindi, maharage yanatamani mvua. Mungu ni mwema katika mambo yote. Siku ya leo tunaanza mafundisho katika kitabu cha Waefeso. Waefeso ni kitabu moja ya vile vitabu nimesoma, na pia kitabu kimetambulika kama kitabu cha msaada mkubwa kwa mtu ambaye ameamini, yule ambaye anasema ameokoka. Ni kitu cha muhimu sana. Ni kitabu cha muhimu sana kwa sababu kinaeleza vile tunapaswa tukitembea na tukifanya mambo yetu, tumejitambua vizuri sisi ni akina nani na tuko namna gani. Jangi, please, ikarahabu. Please, ikarahabu uikarete. We ni kwa. Ni kitabu cha muhimu. Na Mungu akutusaidia tukitoa hapo tutaenda katika kitabu cha Wafilipi. Pia ni muhimu sana. Sasa tunaenda kwa Waefeso. Na tunakumbuka tulipokuwa tunasoma kitabu cha Matendo ya Mitume, tulimwona Petro akienda Efeso. Mahali alitamani kwenda na kwa muda alikuwa hajafika, lakini mwishowe akafika Efeso. Na akakuwa na huduma ya ajabu. Sasa ni baadaye sasa amekuwa akipokea habari zao, amekuwa akizungumza nao kwa njia tofauti, akaona wanastahili awaandikie barua. Kwa hivyo ni kitabu muhimu. Mimi nakumbuka nilisoma hiki kitabu katika kitabu cha mtu aliandika. Aliandika kuna mambo matatu. Kwanza kuketi, ya pili kusimama, sit, walk, stand. Kwanza ni kuketi, vile tumeketi katika Yesu Kristo. Alafu tunaambiwa kutembea, vile tunapaswa kutembea katika Yesu Kristo. Alafu pia kusimama, kwa sababu kuna mahali tutasoma kuhusu askari na vile anasimama akiwa amejihami. Ni kitabu nilisoma na kikanifurahisha sana. Kinaeleza vile kama Mkristo mtu anapaswa kuwa, ndio awe askari ambaye anampendeza Mungu. Kwa hivyo katika yale tunafikiri sisi kama Wakristo na vile tunafanya, hebu tukumbuke ya kwamba sisi ni askari na tuko vitani. Sio tunajua. Nakumbuka kuna wakati mmoja kanisa nilikuwa miaka mingi. Sasa ule askofu ndiye alikuwa pia ni mchungaji wetu. Mara kwa mara alikuwa anaenda sehemu tofauti kama kufungua makanisa. Siku moja tukaenda kanisa mahali fulani. Ni huko upande wa Limuru, sijui ni Kikuyu, sijui ni Limuru, sikumbuki vizuri. Mahali panaitwa Idhongosho. Nimesikia mahali kama hapo. Sasa tulipoenda, ule mchungaji katika vile wanazungumza akasema, hatukuanza hivi mnatuona. Na si hawa watu nilianza nao, kwa sababu tumekuwa vitani. Na si vitani lazima wengine wafe. Wale ambao watakutwa na mshale kama wajajitayarisha. Ya kwamba sisi tulikuwa si hawa tulianza nao. Lakini sasa hao ndio tuko. Lakini tulianza na wengine ambao sasa hatuko nao. Kwa sababu tumekuwa wapi? Tumekuwa vitani. Sasa tujue hivyo. Tukiwa hapa duniani ni vita. Si ile starehe washiko unaona ukiambiwa tuma pesa ufunguliwe pesa. Si ndio mtu anaambiwa? Maisha yako umesumbuka, acha kusumbuka. Kusumbuka ni sehemu
ya maisha yetu kama Wakristo. Kwa hivyo leo tutaangalia na tutaona Mungu akutusaidia mambo, nimeandika mambo manne. Na leo kichwa cha somo ni utambulisho. Si tunajua utambulisho? Si tunajua maana hilo neno? Washiko, wambane umeenda mahali ukaambiwa utoe kitambulisho? Umeenda? Sasa mimi unaona hii pochi yangu nina vitambulisho tofauti tofauti. Kuna kitambulisho kama hiki, sina haja kuonyesha, lakini kuna mahali nikienda mashine itaniambia nijitambulishe, si ndio? Naweka hiyo kadi najitambulisha. Inaniambia basi weka ile namba, si ndio? Na bonyeza nambari. Kuna hapa pia kuna kitambulisho kimeandikwa Windsor Golf and County Club. Nikienda huko niambiwe nijitambulishe, najitambulisha. Nikila huko nikienda nile, hata sina haja kulipa. Naambiwa bill ndio hii. Nawapatia kadi yangu. Wanaenda wananiambia sawa, kuwa anasikia asante kwa leo. Wanajua nitafanya nini? Nitalipa. Kuna kadi nyingine hapo ya taifa. Si unaiona? Na siku nyingine tukaenda Nairobi tukiwa na rafiki yangu Dan, tukajikuta karibu na wapi? Na Nyayo, inaitwa Nyayo House. Nikamwambia acha tuende huku chukue kitambulisho changu, ya kwamba wakati nitapata gari polisi akiniambia jitambulishe kama dereva nitamutolea, si ndio? Kwa hivyo sasa tunataka kuona we Mkristo, mimi nikiwa Mkristo, kitambulisho changu ni gani? Haya, tuone kwanza utambulisho wetu unaonyesha namna gani sisi ni watu aina gani. Ni katika mstari wa kwanza na moja mpaka 12. Hatujaandika vizuri sana, hiyo moja ingekuwa chini. Moja mpaka 12, lakini tutasoma tu mistari michache. Kwanza tafadhali washiko tusomee mstari wa kwanza na wa pili. Kitu kinaitwa mamlaka. Mamlaka. Mstari wa kwanza na wa pili. Paulo mtume wa Kristo Yesu kwa mapenzi ya Mungu, kwa watakatifu walioko Efeso, wanaomwamini Kristo Yesu. Neema na iwe kwenu na amani zitokazo kwa Mungu Baba yetu na kwa Bwana Yesu Kristo. Anaongea kwanza mamlaka yake. Ni barua ameandika. Si hata ukiandika barua mahali unaandika jina lako. Ndio wale wengine hawakujui, wengine wanakujua. Nikiandikia Wadan simuandikii tu Bwana. Namwambia mpendwa Wadan, si ndio? Hata vile namaliza tofauti. Nikiandika barua huko kwa benki naandika Bwana, sijui nani atapokea hiyo barua, si ndio? Sasa huyu anaandikia hawa na anawatambua wale amwandikia. Ameandika ya kwamba kwanza anajitambulisha yeye mwenyewe katika barua. Na anajitambulisha kama nani? Na kitambulisho hicho kinaonyesha kitu kinaitwa mamlaka, kwa sababu anasema Paulo mtume wa Yesu Kristo kwa mapenzi ya Bwana Mungu. Ati Paulo mtume ni mtu ambaye ametumwa. Ni kama mimi leo naweza nikapata mamlaka fulani niambiwe sasa leo nimekuteua uwe mkurugenzi wa kuangalia mnaitwa nini, huduma za serikali kwa niaba ya ofisi fulani. Sasa nikienda nitakuwa na kitambulisho niwaambie ni mimi fulani na mamlaka yangu ni haya. Ni mimi niliteuliwa kuangalia mambo haya na mengine.
Sasa kwa hiyo tunaambiwa mamlaka yake ni mtume. Siku hizi utakuta watu wanajiita mitume. Si tunajua zile daraja 5 ama karama 5 ambazo Mungu alitoa za huduma. Tukaambiwa kwanza ni nani? Nabii, wa pili mtume, wa tatu mwinjilisti, wa 4 mchungaji ama mwalimu, na wa 5 mchungaji ama mwalimu. Kuna hayo wawili, kuna tofauti, kwa sababu ukiangalia zinaendelea ama hizo huduma zinapelekana na mamlaka yake. Sasa basi katika kanisa la leo mtume ni yeye yuko kilele, kwa sababu mtume yuko zaidi ya nabii. Mtume anatumwa na Mungu, anaambiwa fanye hivi. Nabii anapewa ujumbe anapeleka, lakini mtume yuko hivyo. Sasa yeye anasema ni mtume ambaye wa Yesu Kristo kwa mapenzi ya Bwana Mungu. Tuliposoma kitabu cha Kutoka cha Matendo ya Mitume, tuliona vile alikutana, tulisoma vizuri vile alikutana na Bwana Mungu. Na akamwambia, ni mimi Yesu, mbona unanitesa? Akashangaa kwa sababu alikutana na yeye kwa njia ya ajabu. Tofauti sana na wengi wetu. Mimi sikumbuki mahali tulikutana na Yesu na njia hiyo ya ajabu. Mimi nilisikia Injili, nikasikia ujumbe, nikapokea Yesu. Huyu alikuwa anaenda vita. Amejihami kwenda kushika watu, awarudishe, wapeleke Yerusalemu wakafungwe. Na hata kabla ya hapo alikuwa tayari amesimamia kifo cha Stefano ambaye alikuwa shemasi wa kanisa. Sasa ni mtume. Yesu akamwambia, wewe nimekuteua, enda huko, unaenda Dameski, alafu tena na mtu ambaye atakuambia vile utafanya. Na kwa kweli akakubali, kwa sababu amekutana ana kwa ana na Mungu, ameona nguvu za Mungu. Yuko juu ya farasi, anajiona yuko chini. Alafu akiangalia juu, sikianguka unaangalia juu, anaona mwangazo umetoka mbinguni umemumulika, akasikia sauti. Kwa hivyo sasa anasema ni mapenzi ya Mungu, sio mimi nilijiteua. Wala utasikia mtu akisema ni mtume. Sijui washiko umeenda bali ukasikia mtu akisema ni jitao apostle fulani. Si wako? Lakini ukiangalia utume huoni. Lakini Paulo hata yeye kuna watu walidharau utume wake. Na akasema mimi juu ya mwili wangu nina alama ya utume. Kwa sababu ya mambo yale ambayo amefanya nini? Amepitia mambo magumu. Wewe fikiri kupigwa viboko bure. Wewe fikiri kupigwa mawe mpaka unakufa na watu wanakuacha umefanya nini? Umekufa. Akaamka usiku jioni wakati wameenda. Yaani alipitia mambo. Siku hizi ni mtume, ukimuuliza utume wake, umuulize alama iko wapi? Sijaona. Nakumbuka siku moja ni miaka mingi imepita, bado nilikuwa naishi Marekani, nimekuja kutembea. Sasa mchungaji yule tuliongea akatuambia tutaenda huko kwake Ukambani, bado tutaenda. Sasa siku moja nikiwa huko, tukaenda mahali tulikuwa tunahubiri, tukaenda mahali kutembea hapo madukani, tukutana na watu wanajenga madhabahu, wana mkutano. Na kaniambia huyu fulani anaitwa mtume fulani. Mtume, na huyu naye ni rafiki yangu, ni mhuduma, amekuja hapa, amekuja kufanya semina hapa. Akanisalimia, tusivile watu huongea. Baadaye akaingia kwa mfuko akanilipa 1000. Akaniambia sina wakati sasa, tukae chini tunywe chai, yeye fanya nini? Lakini mitume wa leo sasa tofauti, wanataka au ufanye nini? Huyo yeye ananipa na amekutana tu na mimi. Kwa hiyo ningesema kwa kweli huyo, hata nikashangaa na nikafikiri katika wahubiri wote ambao wamenipa pesa, huyo nafikiri alikuwa wa pili.
Wahubiri wengi wanataka kufanya nini? Kupewa. Nipe ubarikiwe. Ukinipa utabarikiwa na yeye, lakini yake ni ya kula, si ndio? Sio hivyo. Huyu anajitambulisha mapenzi ya Mungu. Anasema kwa watakatifu walioko Efeso, waaminifu katika Kristo Yesu. Unaona? Waaminifu katika Kristo Yesu. Hiyo inatutambua sisi watu wa kanisa. Ukisema wewe ni, si tunajitambulisha, mimi kanisa langu ni fulani, si watu wanasema mimi ninashiriki katika kanisa fulani chini ya mchungaji fulani. Lakini je, kwa Yesu umekuwa mwaminifu katika Kristo Yesu? Hiyo ndiyo inatutambulisha sisi, na hiyo ndiyo itahesabika siku ya mwisho utakaposimama siku ya kiyama mbele za Mungu. Utasimama ujitambulishe, wewe ni fulani. Ndio wewe, wengine sitambua hata kucha uzima hayuko, kwa sababu kitu ya kwanza si pale watu wanaingilia, si kitabu cha uzima. Wewe jina lako aliko, unasema mimi ni fulani, nilifanya, nilihubiri, nilitoa. Unaambiwa hapana, mimi sikujui. Kwa hivyo ni muhimu kile ambacho tutashikilia uaminifu. Tukishikilia uaminifu ndio tunasema sisi ni wa kanisa. Si tu neno kusema mimi ni wa PWM. Mimi ni wa PWM sijui wapi chini ya mchungaji. Hiyo tu ni ushirika. Lakini je, uaminifu uko? Basi tunajue, na kama kuna uaminifu tuna mamlaka yetu kama waamini. Na tunaambiwa nawatakia neema na amani zitokazo kwa Bwana Mungu Baba yetu na Bwana Yesu Kristo. Ni Baba yetu na ni neema na amani. Kwa hiyo tunaambiwa nini? Tukiwa kanisani sisi ni watu wa neema na mahali juzi tulikuwa mazishi, mzee mmoja akatuambia yeye ni rehema tu za Mungu. Si rehema zinatokana na neema ya Mungu. Kwa sababu usipokuwa na neema, usipokuwa na wema wa Mungu ndani yako, hata rehema, Mungu kama hana neema, hata angeturehemu. Kwa hivyo tunaomba tuwe na amani, tuwe na neema na amani. Tusiwe watu saa yote tumesumbuka, tumehangaika. Kwa sababu yeye mwenyewe alisema, yule mtu amehangaika aje kwake apate amani, atulie. Amen. Basi tujue tuna mamlaka, na tuna mamlaka ya kuwa na amani na neema. Kama tumepokea neema, na sisi tufanye nini? Tutoe neema, si ndio? Mti wa maembe unazaa nini? Maembe. Kama sisi ni wa Kristo vile alikokuwa, na sisi tuwe hivyo. Watu wale tunakutana nao wajue kweli huyu hata maneno yake ni maneno ya kufurahisha, ni maneno ya kutuliza, si maneno ya vita. Funzo tunaliona katika Mwanzo 5:24. Henoko akaenda pamoja na Bwana Mungu, naye akatoweka, maana Bwana Mungu alimtoa. Naambia habari ya na hiyo tu ndio story ya Henoko. Mambo yake hayajaandikwa mengi. Anaambiwa kulikuwa Henoko na alitembea. Haambii alizaa, aniambia alifanya na mambo mengi kama hayo, lakini zaidi ya hayo yote tunaambiwa alifanya nini? Alitembea na Bwana Mungu. Kwa hivyo utambulisho tujue na kwamba huyu mtu watu watasema, huyo mama anatembea na Mungu. Kwa sababu hata tukikutana pale kwake, na nafikiri washiko wakati ulikuwa na ile duka park, nilikuwa nakukuta saa yote huko na kirekandiro chako unasoma. Hiyo ndio hiyo utambulisho. Sio huko hapo tu ni porojo unangojea wamama wakija mpige porojo. Hapana, unakuwa na kitambulisho chako. Ukiwa na Biblia iwe kweli umeiamini. Huyu akatembea na Bwana Mungu mpaka siku moja akatoweka. Mungu akamchukua akamwambia twende. Sijui vile waliongea, lakini alitoweka. Lakini tunaambiwa ya kwamba kabla kwenda alikuwa na sifa.
La sivyo ingeandikwa kama hakujulikana. Alijulikana. Na Yohana 14:3 tunaambiwa, basi mimi nikienda na kuwaandalia mahali, nitakuja tena niwakaribishe kwangu, ili nilipo mimi nanyi muwepo. Basi tukiwa hapa tuwe na hayo mamlaka. Hayo Washiko ulisema ya mfalme. Si Yesu ni mfalme? Ati nikiwa hapa haijalishi vile niko, haijalishi kama viatu vyangu vimekwisha. Kwa sababu saa nyingine si vinaisha, mtu akipambana na maisha. Unakutana hata wakati mwingine hata nywele huwezi kutengeneza vizuri kwa sababu umesukumwa na mambo. Lakini yeye akasema naenda kuandalia makao. Na nikija tena nitarudi tena niwachukue tukae na wewe. Na tukae na wewe. Nikijua hiyo ni ahadi kwangu. Si basi nitaenda duniani nikiwa na urahisi kwa sababu siruhusu mambo shughuli ya dunia nikandamize na kuwa juu yake. Amen. Tuone jambo la pili ni 3, tusomee 3:4-5. Kitu kinaitwa ukombozi. Katika utambulisho wetu tuwe na hicho kitu kinaitwa ukombozi. Ya kwamba tunajua ukombozi ni nini. Somee 3:4-5 tafadhali. Atukuzwe Mungu Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, aliyetubariki kwa baraka zote za rohoni katika ulimwengu wa roho ndani yake Kristo, kama vile alivyotuchagua katika yeye kabla ya kuwekwa misingi ya ulimwengu, ili tuwe watakatifu, watu wasio na hatia mbele zake katika pendo. 3:4-5. Kwa kuwa alitangulia kuchagua ili tufanywe wanawe kwa njia ya Yesu Kristo, sawa sawa na uradi wa mapenzi yake. Ati tunaelezwa kitu kinaitwa ukombozi. Ya kwamba tunaambiwa sisi tumebarikiwa. Hatuna haja kutuma pesa tuombewe baraka. Kama nina ushuhuda wa Yesu Kristo, sina haja Washiko nitume pesa namba fulani ati hiyo na pia ni ombee baraka. Tayari nimebarikiwa kwa sababu tunaambiwa tumebarikiwa. Na tumebarikiwa na Bwana Mungu Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo katika baraka za rohoni katika ulimwengu wa mbinguni. Hati baraka zile za muhimu si hiyo gari ama nduthi ama nyumba, hapana. Ni katika kiroho. Na hiyo kiroho ni kwa sababu ya mimi vile nimehusiana na Yesu Kristo, uhusiano wetu. Na huo uhusiano tunaambiwa ukiwa huko basi nimebarikiwa. Na nimebarikiwa kwa sababu sio mimi nilienda kumtafuta Yesu, yeye alikuja. Na tunaambiwa ya kwamba tulichaguliwa kabla ya kuwekwa misingi ya dunia. Ya kwamba Mungu katika hekima yake na upendo wake na uweza wake, akiangalia mbali sana, aliniona na akanichagua. Si ndivyo aliambia Yeremia? Na ndivyo aliambia hata Yesu aliwaambia wanafunzi, sio nyinyi mmenichagua, ni mimi nimewachagua. Si alienda akiwaita? Hivyo ndio tuko. Ya kwamba nimejua ya kwamba nimechaguliwa. Na kama nimechaguliwa, basi nimeambiwa kwamba kama nimechaguliwa, utambulisho wangu ni huu, ya kwamba nitakuwa mtakatifu, nisiye na lawama mbele zake katika pendo. Ya kwamba kama nikupenda, nitapenda vile Yesu alipenda. Sitalaumiwa huyu ni mkorofi. Sababu kwa mkorofi kweli utakuwa una upendo, kazi yako ni ukorofi. Ukiwa mwizi kweli una upendo?
ndio tunaambiwa hiyo tulichaguliwa tuwe hivyo, kwa sababu tunaambiwa ya kwamba tulichaguliwa tangu awali, tukatwaliwa kama kutwaliwa kama wana kwa njia ya Yesu Kristo, ya kwamba katika Yesu Kristo Mungu, Yesu Kristo ni mwana wa Mungu, ati kupitia huyo mwana na sisi tukachukuliwa tuungane na Yesu kama wana, tuwe sasa tukiongea tunasema Yesu ni ndugu yangu, tuko pamoja, ni Mungu na ni ndugu yangu, kwa sababu hiyo ni sawa na kusudi la mapenzi yake, kwa sifa ya utukufu wa neema yake ambayo ametukirimia katika wapendwa. Ya kwamba sisi tunafurahia neema kwa sababu sisi ni wapendwa wake Mungu. Si wadani ungependa kupendwa na mtu kama gavana wa Murang'a? Ati anakujaga hapa na kuambia, wadani nitapita hapo saa fulani, tukutane mahali fulani. Je, kawacha gavana, je kama ni rais wa Kenya anakupigaga simu? Hivyo ndio tunaambiwa, tumebarikiwa hivyo, ya kwamba mimi naongea na Mungu kupitia Yesu, mimi naongea na yeye. Kuna wimbo tunaimba ati ndio sababu na kuita nani baba. Ndio hiyo, ni Mungu ametuchagua tuwe hivyo. Hiyo ni utambulisho wetu, ya kwamba sisi ni wana wa Mungu. Alafu tunaambiwa hapo mbele ya kwamba ndani ya Yesu Kristo tulipata ukombozi, na huu ukombozi ni kupitia damu yake, yani msamaha wa dhambi. Tukasamehewa dhambi kupitia damu yake, yeye kumwaga damu yake, kufa kwa niaba yetu, ambaye hakuwa na makosa. Kama vile tumekumbushwa leo siku hii ya Jumapili ya Pasaka, ya kwamba walienda mapema, wakaambiwa huyu amefanya nini? Huyu ameenda. Ni vile kwa mkumbuki, kwani mmesahau vile alikuwa amesema atafufuka. Huyo tayari amefufuka, hayuko hapa. Ni ajabu hivyo. Tukaambiwa ya kwamba sio tu hivyo basi kuwa wana na kupata neema ya Mungu. Tumeambiwa kwamba mwishowe Bwana Mungu analenga kukusanya vitu vyote pamoja ndani ya Kristo Yesu. Ya kwamba kuna siku kutakuwa na kongamano kubwa, kutakuwa na mkutano mkubwa ambapo vitu vyote vya mbinguni na hapa duniani vitakusanywa mbele ya Yesu, na tutakuwa hapo kama wana. Vile tulisoma katika Warumi ya kwamba sisi ni warithi pamoja na Yesu katika mambo yake. Sasa kuna hiyo siku ambayo tumekumbushwa tena yetu, kwa sababu tunaambiwa tumechaguliwa tangu awali, mapema zamani sana tulikuwa tumechaguliwa na shauri na mapenzi yake, ya kwamba ni mapenzi ya Mungu. Ye mwenyewe akapima akaona ni vizuri iwe hivi, kwa tuwe sifa ya utukufu wake. Ati sisi ni sisi sifa ya utukufu wake. Ni ajabu namna gani utambulisho kama huo, si ni mkuu? Mungu atusaidie basi tuwe hivyo, tuwe waaminifu kwa utambulisho wetu. Kumbukumbu ya Torati 21:23. Maneno ni mengi lakini mwisho yanasema, kwani aliyetundikwa amelaaniwa na Bwana Mungu. Kumbukumbu la Torati 21:23. Hiyo ni habari za Yesu Kristo ambaye alitundikwa msalabani. Tunaambiwa akakuwa laana, lakini alikuwa hana makosa. Sisi ni sisi, laana ilikuwa yetu. Huo ndio ukombozi. Ukombozi ni mtu ana deni, analipiwa. Huyu amekulipia na kuwa ni yeye mkombozi wako. Sasa deni yetu ya dhambi tulilipiwa. Yohana 3:14, na kama vile Musa aliyomwinua yule nyoka jangwani,
vivyo hivyo mwanadamu hana budi kuinuliwa. Ati mwana wa Adamu hata yeye hana budi. Na alipoinuliwa msalabani alisema yote yamekwisha. Yaani deni imekwisha na maisha yote mazuri ambayo tulikuwa tunatamani na tunatakiwa tuwe nayo tumeyapokea. Amen. Sasa jambo la pili, utambulisho ni muhimu sana. Umeona imechukua muda mambo mengi, si ndio? Utambulisho. Sababu mtu ambaye hajitambui ni mtu ana maisha magumu sana. Si maisha ya kutamanika. Si umeona mtu ambaye amepoteza akili? Hajui kwake, hajui jina, hajui kule ametoka. Si yeye mtu anakuwa mtu wa kuhurumiwa sana. Baba yake hata akiwa tuseme ni rais na yeye kichwa chake anajua ni nini hiyo? Hajui. Basi ni muhimu sana tujue utambulisho wetu. Sisi ni akina nani? Si umekutana na mtu akakuuliza, "We, unajua mimi ni nani?" Si watu wanasema hivyo. 13 na 14 tunaimbua kutiwa muhuri. 13 na 14 tafadhali tusomewe. Baada utambulisho wetu ya kwamba tumekuwa muhuri wetu ambao tunao. 13 na 14. Nanyi pia katika huyo mmekwisha kulisikia neno la kweli, habari njema za wokovu wenu. Tena mmekwisha kumwamini yeye, na katika muhuri wa Roho yule wa ahadi aliye mtakatifu, ndiye aliye alabuni ya urithi wenu, ili kuleta ukombozi wa milki yake kuwa safi ya utukufu wake. Ndio. Ati tumetiwa muhuri. Muhuri ni alama. Na alama inasema ni nini? Hivi viti vyetu tutaweka muhuri kuweka alama. Ndio mtu akiangalia anajua hivi viti ni vya PWM 77. Hiyo ndio tunaambiwa tumewekwa alama. Hiyo ndio muhuri. Na huo muhuri inatuambia ya kwamba baada ya kusikia neno la kweli ya kwamba tulimtumaini Kristo, baada ya kusikia, tuliposikia tukaambiwa kuna Yesu Kristo anaokoa, tukamtumaini, ningetaka kuokolewa. Ni kama una njaa uambiwe, kuna mahali kuna chakula, unaenda tu unakula. Si huyo mtu utamfuata? Una njaa, njoo twende, kuna mahali kuna mlo. Sasa ndiyo tunaambiwa tumetiwa huo muhuri. Na huo muhuri tunaambiwa ni Roho Mtakatifu wa ahadi. Roho Mtakatifu ndiye muhuri wetu. Yuko ndani yetu na anakuwa umeita rabuni. Ama rabuni ni dhamana. Amekuwa ni yeye, kwa Kiingereza inaitwa guarantee. Ni ile uhakika, ni uhakika ya kwamba urithi wetu huko na anatusaidia kuendelea safarini tukitafuta huu urithi siku ile ambayo tutaupokea, wakati siku ya Kiyama tutakaposimama mbele ya Mungu, tuitwe majina, tupatikane tuko katika orodha, halafu sasa kila mtu asimame na kazi yake, halafu hiyo kazi ilipo. Na ndio tunaambiwa tuwe askari wema ambao kazi yetu ikipimwa itakuwa na kilo, ikiwekwa kwenye moto itabaki imeng'aa zaidi, imekuwa safi zaidi, kwa sababu hiyo kazi yetu imepitia kwenye moto. Ni kazi ambayo inampendeza Mungu. Amen. Funzo tunaona katika Ayubu 19:25 anasema, lakini mimi najua ya kuwa mteteaji wangu yu hai, na ya kuwa hatimaye atasimama juu ya nchi. Ayubu alipitia mambo magumu sana. Magumu. Baka hata alikuwa anauliza, hata afadhali singezaliwa. Afadhali ningezaliwa tu na nikufe mara moja,
niende kwenye giza bila kujua tabu ni nini, bila kujua furaha ni nini. Sababu alikuwa amefurahia maisha. Tunaambiwa alikuwa tajiri. Yani alikuwa na kila kitu. Anaishi vizuri, anafurahia kama vile matajiri wa hapa kwetu nchini na duniani wanaishi. Ati yeye hafikiri. Kuna tajiri moja huyu anaitwa Gachagua, walikuwa anafanya hii mahojiano, anashindana. Akaulizwa bei ya unga ni nini? Sasa mimi sijui bei ya unga, mimi siendagi kununua unga. Si ni ukweli? Si anajua yeye, anaambiwa hakuna unga, hakuna nini. Hata hajui. Anaenda endeni mfanye nini? Mnunue, hajui. Ayubu alikuwa hivyo. Hakuwa mtu wa kwenda kusema kwa duka nipe mafuta kakuota. Kuna watu wanafanya hivyo. Na hiyo ndio maisha ya huko. Lakini wakati yote ilikwisha, alisema najua mteteaji wangu. Kwa lugha nyingine huyu mteteaji anaitwa mkombozi wangu, najua anaishi. Na mwishowe atasimama. Kwa hivyo nikipitia haya yote najua mwisho wake ni nini? Ni mkombozi wangu. Hebu tujue hivyo. Na turuhusu wa ukweli ututie nguvu. Yesu akasema Luka 23:46. Yesu akalia kwa sauti kuu akasema, Baba, mikononi mwako naiweka roho yangu. Baada ya kumaliza hiyo kazi iliyokuwa ngumu, sasa ni mwisho, anajua anakufa. Akasema, Baba, roho yangu naiweka kwa nini? Kwa mikono yako. Na akafa. Akafa, amemaliza kazi ile alikuwa ameitwa na ametumwa kuifanya. Na sisi pia hebu tufe hivyo. Ya kwamba watu wakisema watasema huyu mpaka dakika ya mwisho. Tulikuwa tunaongea mambo ya Mungu. Tulikuwa tunaongea mambo ya uzima wa milele. Kwa hivyo hata akifa alikufa akiwa na ushuhuda mdomoni. Amen. Waefeso kitu cha 3 kunaitwa sala. Maombi. Siwadani umetangaza siku ya Jumanne kuna maombi. Wengine hawajafika, kufika maombi, wengine wameamua hawatafika. Hata wengine wakatuma ndugu Dan kwa aende aambie Njoki awache kutangaza. Hata akitangaza walisema hata akitangaza hawatakuja. Hawatakuja maombi, hawatakuja ushirika. Lakini yeye tuone anaombea nini. Amen. 15 mpaka 21. Tusomee 15 na 6 na 7 tu. Ati aliwafanyia sala, nawaambia. Sala yeye akiwakumbuka anawaombea. Na kabla hapo washiko tujue ukikumbuka mtu hebu muombe tafadhali. Amen. Sikuna wakati mwingine wambana unafikiri rafiki yako ya mjaonana. Unashindwa sasa, hata mwingine unashindwa alienda wapi Hebu wakati kama huu muombe, umuombe Mungu, mtunze mahali alipo, kuwa na yeye. Kwa sababu si unamkumbuka. Yeye alikuwa anawakumbuka, anasema hebu tusomee tafadhali. 15, 6 na 7. Kwa sababu hiyo mimi nami tangu nilipopata habari za imani yenu katika Bwana Yesu na pendo lenu kwa watakatifu wote, siachi kutoa shukrani kwa ajili yenu, nikiwakumbuka katika sala zangu. Mungu wa Bwana wetu Yesu Kristo, Baba wa utukufu, awape ninyi roho ya hekima na ya ufunuo katika kumjua yeye. Macho ya mioyo yenu yatiwe nuru, mjue tumaini la mwito wake jinsi lilivyo, na utajiri wa utukufu wa urithi wake katika watakatifu jinsi ulivyo. 15. Soma 16. 9.
16 ni sasa. Umesoma 10 17 15, 17. 16, 17. Yeah. Umesoma mpaka 17. Yeah. Asante. Kuna moja imebaki lakini nitaieleza. Sasa anasema niliposikia imani yenu. Tukumbuke alikuwa huko, alitumwa na Mungu na akaanzisha kazi Lakini kwa sababu alikuwa mtume akimaliza kazi anaenda. Hakai hapo. Utasikia mtu yuko kanisani lake amekaa tu hapo, hakuna mahali anaenda na anasema yeye ni nini? Ni mtume. Hapana, mtume akimaliza kazi anaenda, anatumwa. Tukiangalia mfano wa mitume wa kwanza. Lakini siku ya leo mtume anakaa tu anasema mimi nimetumwa kukaa hapa. Mlete nini? Zaka na mlete sadaka ili mtume afanye nini? Awabariki. Huyu anasema mimi niliposikia imani yenu. Sinaona ni alianzisha kazi huko, alihubiri muda mrefu akakaa nao. Huko Efeso unakumbuka, hata ndiko walikuwa wadani, tunakumbuka ndiko walikuwa wameshikwa. Wapigwe, watu walikuwa wametoa fujo sana. Ati kwa sababu ameenda akahubiri, wameacha kuamini yule Mungu wao. Alikuwa anaitwa Diana, Unakumbuka tukisoma hiyo? Wakasema Diana ni yeye Mungu wetu. Na sasa kazi yetu imeharibika kwa sababu sanamu watu wamewacha kununua. Si ni ajabu? Si kama huyu mtu, sijui huyu mtu anaitwa nani? Huyu fundi ambao anatengeneza jeneza. Sigo hata yeye anasema kazi yangu siku hii wiki hii mwezi kazi imekuwa mbaya. Kwa sababu watu wengine wakifa si ndio furaha yake. Sasa badala ya furahi aseme sasa nitaacha, mambo yamekuwa mazuri, nitaanza kujengea watu furniture mzuri. Yeye anasema kazi imeharibika. Hao waliona kazi yao imeharibika. Lakini sasa baadaye wakakuwa na imani. Na Paulo alikuwa anapata habari zao. Ndio akasema niliposikia imani yenu. Nangu tu kwangu kwanza ni kushukuru Mungu. Akasema kwanza ni kushukuru kwa ajili yenu. Hebu tuwe hao watu ambao mtu akisikia habari za PWM wa Sabasaba ama Rwanganga, hiye ni area yetu, watasema Mungu awabariki hao watu. Nawashukuru ya kwamba kuna kanisa ambalo lina imani ya ajabu. Akasema kwa maombi yao, kwa ajili yao, kwa maombi yake alikuwa anashukuru. Alafu pia anaomba ya kwamba Bwana Mungu Baba wa utukufu awape roho ya hekima na ufunuo. Atuwae na roho ya hekima. Hekima ni kuweza kutambua uzuri wa kitu, si ndio? Kuweza ukifanya kitu nafanya na hekima, si ufanye baadaye ujute. Tunasema majuto ni mjukuu. Yale mengine tunapitia ni kwa sababu ya makosa ambayo tulifanya. Na tunaambiwa majuto ni mjukuu na huja nini baadaye. Yeye anasema tukiwa na hekima na ufunuo, yani tumemwelewa Mungu vizuri na tuna hekima, basi tutakuwa watu wazuri na tutakuwa Wakristo wa kumpendeza Mungu. Alafu pia akasema tukiwa na hiyo hekima na hiyo, basi macho ya mioyo yetu yatatiwa nuru. Tutakuwa katika roho zetu tuna nuru. Tunaelewa nini kinaendelea na tunaelewa Mungu yuko pamoja nasi. Ya kwamba hatusumbuki, mioyo yetu imetulia kwa sababu tuna hiyo hekima na tuna ufunuo ya yale mambo yanaendelea na mambo yalivyo. Na tukiwa na hiyo basi nuru, tutakuwa pata kujua tumaini la mwito wake. Ya kwamba tumeitiwa nini? Tumaini ni nini? Ya kwamba hivi tunasema sisi ni Wakristo, baadaye ni nini tutapokea? Kama vile wanafunzi siku moja walimwambia Bwana Mwokozi wetu Yesu Kristo, sisi tuliacha yote tutapokea nini? Sio kaambia tulieni, mtapokea.
lakini katika yale mtapokea hapa duniani mtapokea pia nini? Mateso. Lakini duniani mtapokea mali, sio lazima iwe mingi, mtapokea mateso, lakini mwishowe mtapata furaha ya mbinguni, ya kwamba wakiwa na hiyo basi, hii ni juu zaidi kuliko zote enzi. Hakuna kitu kizuri kama mtu kufahamu yuko katika mapenzi ya Mungu. Ni zaidi ya enzi, ni zaidi ya uweza, ni zaidi ya nguvu na utawala wowote. Mtu akiwa na tumaini hilo. Si wadani, unakumbuka tukisoma kitabu cha Matendo ya Mitume, ati Paulo akiwa mbele ya mfalme anampa heshima, lakini anamwambia Mfalme Agripa, mimi siwezi kusahau na siwezi kuacha yale maono ya mbinguni. Agripa anamuuliza, wewe kwani unataka hata mimi niamini? Kaambia ningetaka ufanane na mimi, kwa sababu alijua ni nini anangojea. Agripa hakujua, na ni mfalme, ya kwamba baadaye tutapokea jina kuu zaidi ya majina yote ambayo yanatajwa. Si katika zama hizi tu. Hatuchukua hapa tuwe na hilo jina, ya kwamba hakuna kitu kinatubabaisha, kwa sababu mambo yote kisi tunasema Mungu anajua. Mungu yuko na Mungu anafanya na atafanya mapenzi yake. Na pia tunaambiwa hata baadaye kuna uzima mwingine unakuja, na katika huo uzima tutakuwa pia na Mungu. Amen. Funzo Samueli wa kwanza 16:12 inasema, basi akatuma mtu naye akamleta kwao, naye alikuwa mwekundu mwenye macho mazuri na umbo lake lilikuwa la kupendeza. Bwana Mungu akasema, ondoka, umtie mafuta, maana huyu ndiye. Mungu mwenyewe alikuwa amesema atatafuta mtu wake. Aliwapatia mtu ambaye alikuwa mzuri, anaitwa Saulo. Alikuwa mfalme Saulo, na mfalme Saulo tunaambiwa kwa urefu alikuwa mrefu kuliko watu wote. Kwa hivyo akisimama hana haja kuambia mtu anamzuia, alikuwa anaona juu ya watu wote. Lakini kwa huduma akakuwa ni mtu wa mkaidi, akakuwa ni mtu ajui utiifu ni nini. Si mtiifu, ni mkaidi, anafanya vile anataka. Wakiwa na ngoja nabii anasema, hata mimi naweza nikafanya, leteni hiyo vitu dhabihu tu. Yaani ajali, akiambiwa usifanye, fanya hivi, anafanya kinyume. Akiuliza ulifanya, yaani hata afikiri, nilifanya vile Mungu. Tambua, mbona nasikia sauti ya ng'ombe, ya kondoo? Hizo anaanza kutoa visababu. Hapa Mungu anasema umtie mafuta, maana huyu ndiye. Kwa hivyo wewe mahali huko Robinson, ni wewe. Mungu kuna yale ameangalia akakuambia wewe. Lucy Wairimu, ni wewe. Akiangalia anasema huyu atanisimamia hapa. Hivyo ndivyo aliangalia Daudi, akasema huyu mtie mafuta. Umetiwa mafuta. Usingoje yale mafuta mchungaji wetu ndiye alitiwa. Usingoje hiyo, tayari umetiwa mafuta, umekubalika mbele za Mungu kuhudumu vile atataka. Amen. Amen. Marko 3:14 inasema, akaweka watu 12 wapate kuwa pamoja naye, na kwamba awatume kuhubiri. Yeye akaamua na akachagua. Hapo ndio tunasema hao ndio walikuwa wanaombewa wawe watu kama hao, ati wakae na yeye, baadaye afanye nini? Awatume. Sisi tumeokoka, tumetumwa kuhubiri, na kuhubiri kule kwa maana zaidi, si kwale kwa maneno
kuja hapa crusade, tunapiga ngoma, tunaruka, tunaimba, tunahubiri. Hiyo maisha yetu yawe ni mahubiri tosha. Ati mtu mkiongea, baadaye akisikia mambo yako, akikwambia unaambia hiyo siwezi nikafanya. Nakumbuka juzi sikulikuwa tunachinja kuku kule ya sherehe. Bwana mmoja wa wale walikuwa anachinja asema wanaweka damu sema hii ni chakula mzuri. Nikamwambia wewe, damu tumekatazwa. Ati sasa damu alimwaga, lakini yeye alijua ni ya nini, ni chakula mzuri. Tuwe tukihubiri, watu wanajua tumesimamia nini. Amen. Amen. Jambo la mwisho, kanisa. Nikiuliza kanisa ni nini? Ni haya mabati, hii ndio kanisa? Kanisa ni nini? Naye ataniambia. Mwili wa Kristo. Mwili wa Kristo. Kwa hivyo ni mwili mahali Kristo anaishi, si ndio? Kwa hivyo hii si kanisa. Hili ni jengo la ni jengo la maombi, ni jengo la kanisa, ni jengo la kukutania. Hiyo sio kanisa. Kwa hivyo mkiniona hapa, mimi siko kwa madhabahu, ndiko kwa nini? Kwa jukwaa. Kanisa ni sisi tukiwa pamoja. Hiyo ndio kanisa. Watu wanaishi. Kwa sababu tunaambiwa alijinunulia na nini? Kanisa alijinunulia na nini? Damu ya si ile ya mbuzi yake. Kwa hivyo kanisa ni sisi. Sasa tukiwa kanisa, hebu tuone kama kanisa maana ni nini tukiwa kanisa. Ni mistari miwili tu, 22 na 23. Lina kwa ufupi linaeleza kanisa ni nini. Ni nini? 22-23. Akavitia vitu vyote chini ya miguu yake, akamweka awe kichwa juu ya vitu vyote kwa ajili ya kanisa, ambalo ndilo mwili wake, ukamilifu wake, anayekamilika kwa vyote katika vyote. Hiyo ndio kanisa. Ya kwamba kanisa ni mwili wa Kristo. Ni Yesu Kristo. Si tumeangalia kichwa cha mfundisho haya ni ya kwamba kufufuliwa na kuketishwa pamoja na Kristo Yesu. Kristo Yesu sasa ameketi wapi? Ameketi mbinguni. Mkono wa kushoto wa kuume. Mkono gani ameketi wa Mungu? Biblia inasema mkono wa kuume. Mkono wa kuume ni hapa na hapa hivi. Mabega yanafanya nini? Kwa hivyo watu wanazungumza na Mungu, wako pamoja. Stefano akifa aliona. Na alipoona alisema nimeona. Hata mawe nafikiri hakusikia mawe. Kwa sababu alikuwa anaona, mbingu ilifunguka, akaona Yesu Kristo amekaa hapo. Akasema nimeona Yesu Kristo. Hao watu wakakasirika, wakampiga mawe akafa. Lakini alikufa kama anaangalia. Sasa ndio tunaambiwa mwili wa Kristo ni sisi. Kwa sababu Yesu Kristo hata akiwa mbinguni yuko ndani yetu, anatembea pamoja nasi. Nikikutana na jambo, nikitembea, mimi hutembea nikimwambia mambo. Sengine namwambia Bwana, Yesu mambo haya yamekuwa magumu. Hiyo ni uchungu. Fanya kitu nisaidie. Na hiyo ndivyo tuko hapa. Basi tuone. Vitu vyote vimewekwa chini ya miguu ya Kristo Yesu. Ya kwamba sasa ule utukufu alikuwa ameacha mbinguni akaja hapa duniani kututafuta. Alipomaliza alirudishwa utukufu wake. Sasa ameketi. Si unaona vile kama ni rais vile anaketi na makamu wake na viongozi kulingana mtu na nini yake, na wengine wako mbali sana, lakini kuna wale wako karibu, si ndio? Sasa wako pamoja. Na ni ajabu washiko katika Ufunuo tunaambiwa
yule atakayeshinda ataketi pamoja na Yesu Kristo katika kiti chake cha utukufu. Nabii mmoja wa huku Kenya akasema yeye alienda wakaketi na Mungu. Ati Mungu akamwambia, wewe kuanzia leo wewe ni wewe, nimekutangaza nabii mkubwa wa wote. Si tunasikia mengi tukiwa hapa duniani. Wengine na akatangaza hayo. Anasema ati alikaa chini, Mungu akamwambia kuja hapa keti. Ni ajabu na ujinga pia, ati akaketi hapa. Sasa kiketi hapa, Yesu alikuwa wapi? Unaona Mungu akimwambia Yesu, hebu msongee huyu. Si unaona ujinga wa ajabu? Alisema hivyo ati Mungu alimwambia keti hapa. Si kuketi next ni hapa. Kaza tu nikiketi hapo wadana atake si mita songa. Hivyo ndio tunaambiwa ati vitu vyote viko chini ya Yesu. Na vikiwa chini ya Yesu tumeambiwa akifanywa kuwa kichwa juu ya vitu vyote. Yeye ndiye yuko kichwa ya vitu vyote. Si wakati mwingine tunaomba mvua, ati Yesu ndiye yuko juu ya mvua. Ndiye anajua. Rwanganga sengine ikasikia ati kulikuwa hakuna mvua, ati kuna mtu alikuwa amefuga kobe. Ati tafuteni huyo nani amefuga kobe, ni amefunga jua, ndio amefunga mvua. Hiyo ni watu wanaamini mambo tofauti. Ati kuna mtu alifuga kobe ndio kulikuwa hakuna mvua. Sasa Yesu ndiye anajua. Wafuge kobe, wafuge mbuzi, wafuge nini chochote, hata wakitaka kufuga twiga. Yesu yuko katika kiti chake cha enzi na anapanga na anaandika na anatuma na anafanya kitu itendeke. Tunaambiwa mambo yote yako chini yake. Leo ukisumbuliwa na pesa washiko. Pesa ukisumbuliwa nazo. Si Kenya kuna pesa nyingi sana. Hata acha Kenya, hata hapa Sabasaba kuna pesa zinaweza zikafanya uishi maisha bila shida, si ndio? Lakini dunia yote pesa ziko chini ya Yesu. Kwa hivyo wakati hatuna tusilie sana. Tulie tukijua tunamlilia nani? Yesu. Haki vitu vyote viko chini yake. Kwa njia ya kanisa. Si ni ajabu? Ati vitu viko chini yake kwa njia ya kanisa. Kwa njia yetu. Nchi, si unasikia watu wanalia, maisha yamekuwa magumu, si ndio? Na ni kweli yamekuwa magumu. Lakini sisi hatulii ovyo. Tunalia kwa Mungu. Si tumeambiwa kwamba Roho Mtakatifu ndiye dhamana ya ahadi za Mungu ndani yetu. Kwa hiyo tunaomba Mungu, Mungu unajua mambo ni magumu. Lakini ulisema wako mwaminifu utamwachilia. Utakuwa na yeye. Hiyo ndivyo tunapaswa kuwa, ya kwamba kanisa lifanye kazi yake. Wakati mambo yameharibika, kanisa linazungumza. Kanisa kazi yake tu si kuomba tu watu walete sadaka na zaka. Hapana. Ni kuangalia mambo ya nchi na kuombea nchi na kufanya kazi yake kama kanisa. Pambane. Una nguvu za kutosha, kuombea nchi hii, uambie Mungu mambo ni magumu. Nilienda soko, mambo ni magumu. Nikienda dukani, na Mungu anasikia. Yesu anasikia. Na tumeambiwa mamlaka yote yako na yeye, lakini kupitia nini? Yesu utamuona huku Sabasaba akija kufanya vitu. Utamuona huko State House akigonga kichwa kumwambia wewe wacha. Wewe ndio utaambia Mungu vile mambo yanaendelea. Ni hapa nilisikia mmoja akisema wacha hao wadaiba watatapika. Ni hapa nilisikia. Mungu afurahi wakati watu wanakufa ovyo ovyo. Wakati watu maisha yamekuwa magumu, ndio watu wachache wakule.
na hata chakula wako na ya kutosha, hata miaka ingine 100. Tulifanya hesabu tukaona pesa bilioni 1 ile inaweza ikafanya kwa maisha yako. Lakini watu wanaiba na wanazidi na wana haya ni kuiba tu, karibu waibe kila kitu. Sasa tunaambiwa kanisa, hebu basi tuwe kanisa hilo ambalo linastahili huyu ambaye alitununua kupitia damu yake akakufa. Ndio katika kufa kwake kanisa lizaliwe, kwa sababu tumeambiwa kanisa hili, mimi na wewe, ndio ukamilifu wake, ambaye ajazae vyote katika vyote. Ukamilifu wake uko katika kanisa. Leo sisi watu wa kanisa tuwe na nguvu. Amen. Amen. Na tuwe na imani isikwishe. Tujue mimi hata kama sijulikani, hata OCS nijui jina, hata chifa nijui jina, haijalishi. Mimi naweza nikaongea na Mungu kwa sababu ya eneo hili, kwa sababu ya Kenya, hata dunia. Naweza nikamwambia dunia, sasa vita vinaendelea, maisha yanaenda kuendelea kuwa magumu. Na sinajua watu wa chini ndio wanaona magumu. Si wahenga walisema wakati ndume wawili wanagongana, nani anaumia? Nyasi. Sisi tunaumia. Wengine hata hajui bei ya mafuta. Si ulisikia mmoja alisema hata unga hajui. Lakini kiuliza Wambane, mafuta ya kuota inatoka pesa ngapi? Si unajua? Wengine hawajui hata mafuta, wanajua tu. Hata anasema mimi huku kwangu hatutakuwa kunywa hii mafuta ya kawaida. Tunatumia ile mafuta ya nini? Inaitwa nini? Ya mizeituni. Hiyo olive oil. Umeiona washiko? Wengine wanapika na hiyo olive. Ya bei ghali. Ati hiyo ndio mafuta yake, tumbo yake haiwezi ikasumbuliwa na hii mafuta ya kawaida. Wako hivyo, hawajali. Na hata siku moja Nabii Mfalme Daudi akasema, nilipoona tajiri vile anaenda, hakuna kitu namsumbua. Saa yote maisha ni mzuri. Nilimuonea wivu sana. Lakini siku moja nikaenda wapi? Kwenye nyumba ya Mungu. Kama vile na hapo nikajua mwisho wake. Hebu tujue mambo yanapita, lakini Mungu wetu yuko pamoja nasi daima. Amen. Na sisi mainia hii dunia kwetu, tufanye kazi yetu. Amen. Yehova Bwana Mungu wetu awabariki sana. Amen.